Ujumbe siku ya leo wa kimombo, from cold roads of disappointment to burning hearts. Kiswahili, kutoka njia ya kukata tamaa hadi moyo unaowaka moto. Kutoka kwa njia ya kukata tamaa hadi moyo unaowaka moto. Tumesomewa kitabu cha Luka Mtakatifu, barabara ya kuelekea Emau, na nimetumia hiyo mada hasa kwa kimombo, from cold roads. Cold, baridi. Hakuna mtu anapenda baridi, hasa ikizidi. Hakuna mtu anapenda. Hapa kwetu Kenya hatuna baridi ya kuzidi, lakini tutatizika kidogo. Hata sasa tukitazama waweza kupata kuna mtu hakuji kwa sababu kulinyesha. Si ni kweli? Alijiweka kwa blanketi kwa sababu baridi haipendekani. Wazungu nao wakati wao kwao kuna baridi mingi, wao hutorokea, wengine wanakuja hapa. Matajiri kule Tigoni, nasema Tigoni maana ndio kuna baridi mingi na kuna matajiri. Ukienda kutafuta tajiri rafiki yako huko wakati wa baridi, hutampata, ameshaenda boma yake ya Malidi. Anatorokea nini? Anatorokea baridi. Sasa ni kitu kama hiyo. Tunaona kuna watu wanatoroka. Kuna baridi, kuna baridi, kuna baridi. Ni watu wawili wametoka Yerusalemu wameelekea Emau. Na hawa wanatoka Yerusalemu, mji ambao kwa Kiebrania unatafsiriwa kuwa msingi wa amani. Yerusalemu ni msingi wa amani. Na basi kwa sababu pamejengwa mji, basi kunaitwa mji wa amani. Na sasa mji wa amani sio mji wa amani tena, kwa sababu kutoka wakati wa wiki takatifu huu mji wa amani umekuwa na furugo. Na hizi furugo zimevunja matumaini hasa ya wafuasi wa Yesu. Basi kuna baridi, na sio baridi ya pahali, lakini ni baridi ya roho, ambayo as long as nimekaa Yerusalemu ambao kuna furugo, mimi nasikia siwezi kaendelea, maisha yangu yametatizika. Basi nawakumbusha Jumapili tuliongelelea, hata kama siku hapa nilihubiri, by the way nilipewa salamu mingi, nimesahau kupeana, pokeeni salamu. Nilihubiri kule Shalom Githurai na tukaongelea kuhusu John chapter 20. Na mimi najua ndio pia ilihubiriwa hapa, nilialifiwa hivyo. Na tuliona wale 10, wanafunzi 10 pia wamejifungia mahali kwa sababu kuna baridi ya roho ambao inaleta uoga mwingi sana. Lazima wajifungie pale, wasijue watafanya. Sasa leo basi tunaletewa hawa wawili ambao hawakuwa moja wa wale 12. Hawa ni wanafunzi lakini hawakuwa moja wale 12. Yesu alikuwa na wanafunzi wengi. Sasa hawa wawili wanaenda Emmaus. Sasa ukiulizwa walikuwa wanaenda Emmaus kufanya nini, msiniulize, lakini mimi nafikiria huko ndio kulikuwa nyumbani. Okay? Kikiumana east or west, si ndio tunafanyaga? Hakuna mtu anapendaga kusikia anaenda ushago, na mnahitaji Igo ama wapi? Dala. Hakuna mtu anatekanga kusikia anaenda wapi. Kwanza ukimwambia aende huko permanent mtakosana. Si ni kweli? Lakini shida kikiumana kabisa, unachukua virago zako unafanya nini? Ukifika huko ndio unawaambia watu, mimi nilienda Dala. Si ni kweli? Hukutaka hata kuambia ukienda. So hawa nao wanaelekea Dala yao kule Emmaus, na wanaenda wakinena. Sasa Emmaus kwa Kiebrania inamaanisha, inaitwa Hamath kwa Kiebrania. Sasa inamaanisha the hot springs or warm springs. Mnajua hot springs? Kama mumeenda kule Baringo, hata hapa tu kunaitwaje?
Naivasha, Mai Mahiu. Si ni kweli? Mai Mahiu, that is a Kikuyu name by the way, meaning hot springs. Hot springs, yes. Yes. Okay, water ni maji. Umejaribu sana. Okay, so sasa wanatoka mahali Yerusalemu ambapo baridi imeingia. Kwa hivyo ni kusema ya kwamba hata kama Yerusalemu ni mahali pa imani, sasa kwao pamekuwa mahali ya baridi. Si ni kweli? Wamekata tamaa, wanaelekea moja kwa moja mpaka wapi? Emmaus, mahali kwa hot springs. Sasa roho ikiwa na baridi, kuna kuaje? Okay, unaweza kuwa unatembea na Yesu, lakini roho imeshika baridi, imeshika uoga. Baridi ni uoga, imeshika uoga. Roho ikishika uoga, hata kile unasema kuhusu Yesu hakina ukweli ukamilifu. Tuko pamoja? Maana Yesu na uoga haziadi nini? Haziadi pamoja. Sasa nikuulize, kwaweza kuwa kuna mtu muoga asubuhi ya leo saizi? Kuna kauoga uko nayo? Hakuna? Sinadanganywa? Mnaona nikidanganywa? Kwa sababu uoga na si watu hupata uoga. Najua mnidaganyi, lakini hakuna mtu anataka kusema nafikiria uoga, nasikia uoga, lakini uoga huja kwetu. Sasa katika ile uoga, unasemaje kuhusu Yesu hakika? Okay? Unafikiriaje kuhusu Yesu hakika? Haya, hawa jamaa wawili, mmoja wao aliitwa Cleopas, wametembea kilomita 11. Kilomita 11 sio mahali kidogo. Mchungaji pala yuko hapa, yeye ni mtu wa masaba marefu, kwake ni kidogo, lakini kwetu wengine kilomita 11, lazima uketi pahali kwanza upumue. Wamepita kilomita 11, wanaongea kuhusu Yesu, lakini yale wanaongea kuhusu Yesu iko na hitilafu. Kuna kitu ambao haingiani. Sijui kama kuna watu kuongelelea wewe, na ukisikia kila wanaongea kuhusu wewe unashangaa kama ni wewe. Si ni kweli? Ni kweli. Nilitoka kwa parokia moja, nikatolewa na askofu, sio watu. Na kukakaa, mchungaji alipoenda hapo akaniambia, unajua niliambiwa niende nikupeleleze kwa sababu unakuanga na payslip gapi? Ile unapelekea askofu na ile unakula mshahara nono. Niliposikia hivyo nikashangaa, ni mimi huyo ama ni mwingine? Miezi 8 nikapelelezwa, nikakutwa hiyo ni uongo. Si Yesu ni mwema? Watu wanaweza kuongea mambo yako, unashangaa kama ni wewe. Na ni vizuri by the way, ukiongea mambo ya mtu tazama, si ni kweli? Kama huna ukweli wachana naye. Sasa hao na wao wanaongea kuhusu Yesu, na Yesu yuko. Bwana asifiwe. Na hivyo ndio hata sisi wahubiri wakati mwingine tunafanya. Wacha mkubwa fulani akuje akae hapa, mahubiri itakuaje? Itabadilika. Nyinyi kwa siku nyingine niliona mkiimbia mkubwa pale. Hata mahubiri yenu ikabadilika kidogo. Hiyo ni hali ya mwanadamu. Tuwabadilisha maneno yetu na siasa ya wakati. Tuwabadilisha maneno yetu hata tukiingia kwa makabila yetu. Si ni kweli? Tuwabadilisha maneno yetu hata tukiingia kwa wale ambao hawana. Unajua vile wahubiri wengine wanafanya? Wakienda mahali kuna maskini, wanawaambia heli ni walio, blessed are the poor. Hiyo ni kusemaje kwa Kiswahili? Heli ni walio maskini. Na sijui kama wanasema ufalme wa Mungu ni wao. Na unajua hiyo ni Biblia inasema hivyo. Tena wakienda kwa matajiri wanawaambia aliye na kidogo atanyaganywa, ipewe ule yako na mingi. Sio ni ujeuli?
Hiyo ni injili inahubiri Yesu, lakini Yesu hayuko hapo. Si ni kweli? Na mimi sisemi ya kwamba Biblia ni kweli imesema hivyo, lakini lazima tuitumie vilivyo. Si ni kweli? So Yesu, sasa hii ni sema kwa Kizungu, Jesus doesn't have a better version of himself. Ati kwamba jana alikuwa mwema kushida leo. Kwa hivyo leo napitia katika baridi ya uoga. Yesu, umekuaje? Ulikuwa uniokoe, kwani umeponyoka, umetoroka? Hata wewe umeogopa Yesu? Ndio tunauliza Yesu, hata wewe umeogopa? Unapitia katika shida za kibiashara, unapitia katika shida za maradhi, unapitia katika shida za kuchukiwa. Sasa unafikiria Yesu aliona ukichukiwa akatoroka. Hiyo ni ukweli? Yuko hapo. Bwana asifiwe. Yuko wapi? Na anakusikiza tu. Ukisema kwani alienda wapi? Alienda wapi? Si mlikuwa na yeye? Yeye ni wa kutoroka kweli? Hawezi toroka. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tujue kwamba that Jesus does not have a better version of himself that he may reveal it. No. He is the better version of every misguided hope that we carry. Kwa kila tumaini tuko nayo ambayo imeenda kobo na mapenzi yake, hiyo ndiyo yeye hukuja anaitengeneza. He is not upgrading, no. Sasa tukiendelea, pointi ya pili tuseme hivi. Yesu hupigana na kile tunaita upubavu. Semeni upubavu. Bwana asifiwe. Sijui kama mlisoma hapa, sio yangu, ni wakati sina wa kusoma. Ukisoma pale 25, Luke 25:24, utaona anawaambia enyi wapubavu. Kwa nini? Kwa sababu ametembea na wao kilomita 11 akisikiza vile wanasema, akaona hawa watu ni wapubavu. Mwaminifu lakini mpubavu. Mnaelewa? A faithful foolish person. Ni unafuata Yesu lakini kwa upumbavu. Hao ni sisi wakati mwingine. Kwa nini? Hutaki kumtoroka Yesu lakini hutaki kumwamini. Siwe ni mpumbavu? Umemfuata kwa upumbavu. Mungu atusaidie. Haleluya. Mungu atusaidie sana. Hawa wanatembea wakiwa na hofu. Wanajua Yesu amefufuka, lakini bado wamekata tamaa. Hawaelewi ufufuo ni nini. Wakristo tumetoka kwa Easter. Ile kitu sitaki kuona ndani yetu, na Mungu atusaidie, ni tukikata tamaa. Kama Yesu amefufuka, hatuwezi kata tamaa. Haleluya. Maana ufufuo wa Yesu ni ushindi wetu. Haleluya. Mimi nataka ujitazame na useme, Yesu amefufuka ili nipate ushindi. Kama kuna kitu inaenda chini, Yesu ana uwezo wa kuiinua. Praise the Lord. Wewe ni mwana wa Mungu. Wewe sio mtu wa kawaida. Haleluya. Tazama, kwa nini Yesu alienda kutafuta wale 10 wamejifungia? Kwa sababu ni wanafunzi wake. Kwa nini amefuata hawa 2 ambao wanarudi nyumbani kwa kijiji? Ni kwa sababu pia ni wanafunzi wake. Kwa nini Yesu atakuacha? Atakufuata. Haleluya. Uko hapa ili Yesu akufuate. Akwambie, najua umeingia katika upumbavu wa kufikiria kwamba siko na wewe, unaongea maneno yako, lakini bado nakupenda. Inuka. Haleluya. Hayo ndio Yesu angetaka tujue siku ya leo. Now, Kizungu wakati mwingine ni tamu. Walking foolish instead of walking in fullness. You understand? Unatembea kama mpumbavu badala ya kutembea ukijazwa
na Yesu. Haleluya. Tuko pamoja? Kuna tofauti. Tuko na Sam pale kwa keyboard. Sam, wacha watu wajue uko hapo. Gonga bana. Gonga kidogo. Kugoga tu. Si ndio? Very good. Hata usiendelee. Si mmejua ako hapo. Sasa ile keyboard ni kitu ya maana sana. Si ni kweli? Lakini hiyo keyboard usipokuwa na Sam ama mtu kama Sam wa kucheza, hiyo keyboard haina haja. Ni kweli? Sikiza Mkristo. Unaweza kuwa wewe ni mtu wa dini. Hata ukiulizwa, sisi ndio tulianza hii cathedral. Wale walianza si wameenda. Hata namba yako ukiniambia ni moja ya zile ziko bere sana. Si ni kweli? Na tuwajivunia hiyo. Praise the Lord. Lakini sikiza, hiyo inaitwa dini. Dini bila Yesu hakuna sauti nyororo. Haleluya. Dini bila Yesu ni kama hiyo machine bila mtu wa kucheza. Tuko pamoja? Sasa kile unasema kinakuja kwetu lakini hakina uhai ndani yake. Ni ya kuvuja moyo, hakuna kitu ndani yake hakika. Lakini achilia Yesu aanze kucheza, kila mtu anasimama. Haleluya. Kila mtu anainua sauti, kila mtu roho yake inachemka, inafurahia kwa sababu kuna kitu Yesu anacheza. Pigieni Yesu makofi jameni. Sasa ni kama hivi, Cleopas na rafiki yake, hawa sio pagans, sio makafili, ni wafuasi wa Yesu. Hawa wawili wanaelewa vile manabii wamesema. Unajua walikuwa wanasoma scrolls za manabii. Hawa walikuwa wamesikiza sauti ya wamama wale walikuja na ushuhuda wakasema amefufuka. Hawa walikuwa washahidi ya kwamba kaburi haina mwili, Yesu amefufuka. Yet hawa wanaenda wakama wamekata tamaa, wakisema tulifikiria atakuja kutuokoa. Jameni, si Yesu alisikia vibaya sana wakiongelelea hivyo? Si ni kweli? Ati nilifikiria atakuja kufufua hii shida zangu. Alafu ukafikiria nini tena? Tuko pamoja? Biblia inasema yeye ni yule jana, leo na milele. Amini Yesu. Sasa wewe, je, wewe ni mwaminifu mpumbavu? Sasa sitaki ulize huyo jirani anaweza kukuchapa kofi. Lakini mimi wakati mwingine nimejikuta nikiwa mwaminifu mpumbavu. Si hata wewe pia? Mungu atusaidie. Tuseme enough is enough. Okay? Mungu angetaka kuondoa those wrong promises. Wakati mwingine pengine umeenda kwa shule ama umesomesha watoto hawajapata kazi, na kila wakati unaamini wanapata, na jambo inakuja wanapitwa. Nataka ugeuze mawazo. Geuza mawazo. Waambie Yesu ako nanyi. Bwana asifiwe. Yesu ametuamini, ametuagizia atakuwa nasi hata mwisho na hata tuacha na atatupea. Ni katika kugoja tunaona nguvu za Mungu. Kubali kwamba kabla upate kusherekea ufufuo lazima kwanza upitie katika msalaba. Si ni kweli? In other words, there is no resurrection without Good Friday. Si ni kweli? Lazima moja ikuje itagulie ile ingine. Kama hukubali kuchukua Good Friday, hata ufufuo hauna. Mungu atusaidie. Ningetaka nimalizie niseme hivi.
La mwisho ni mafunuo. Yesu aliwafunulia. Walipotembea akaanza kuambia, kuwa correct, wakapata the true version of who Jesus is. Hiyo ingine ilikuwa misguided. Wakati walipata, Yesu akawaambia, sasa mimi naenda, bali ninyi mmefika, wacheni niende. Biblia ya Kizungu inasema they constrained. Hiyo ni kusema kuna force walitumia. Ni kama walimuabduct. Lakini kwa uzuri mno, kwa sababu wanamwambia hapana, hutatupita, ingia nasi. Bwana asifiwe. Ingia nasi. Si Musa alisema, kama uwepo wako huwe nasi, sisi hatutoki wapi? Sikiza Mkristo, Biblia inasema ya kwamba since the days of John the Baptist until now, ufalme wa Mungu ni wa kung'ang'aniwa. Bwana asifiwe. Sikiza Mkristo, wewe unasikia hili neno, na jua linakuwasha jinsi hawa wawili waliwashwa, na wakasikia kuna moto inawasha ndani yao. Ukisikia moto inawasha, tafadhali usizime hiyo moto. Bwana asifiwe. Abia Mungu, si ufanye hili neno liwe langu wiki hii yote, ili nijue yapi unaniambia kuhusu maisha yangu, yapi unaniambia kuhusu hiyo jambo inanitatiza, si unisaidie Bwana. Wakashika Yesu wakasema, hapana, naenda na yeye nyumbani. Najua tumezoea kusema ya kwamba wakati wa neno la Mungu lilikuwa linapita likienda wapi? Si likipita litakuacha, si ni kweli? Si useme wakati neno la Mungu lilikuja, nililishika tukaenda nalo nyumbani. Haleluya. Bwana asifiwe. Are we together? Walishika Yesu wakaenda mpaka wapi? Wakaenda mpaka nyumbani. Hiyo ni watu walikuwa na njaa ya neno la Bwana. Na yeye wakifika kwa meza akainua mkate, kama vile alifanya wakati wa Last Supper, akavunja, akabariki, akavunja, akawapea. Imagine hawakukuwa wakati wa Last Supper, kwa sababu wakati wa Last Supper kulikuwa na wale 12. Hawakuwa part of the 12. Lakini alipofanya hivyo wakafunguka macho. Bwana asifiwe. Niwafunze nyinyi Waanglikana, kuna jambo la kisiri katika meza ya Bwana. Tuko pamoja? Usikuje tu urudi umefungwa macho. Kuna jambo la kisiri. Walipofunguka macho wakaona, ni Yesu yuko nasi. Naye akaponyoka, akawaondokea, akaenda. Swali ni je, kwa nini alienda? Kwa sababu roho zao zimetiwa moto na neno lake. Haleluya. Hiyo ndio kazi ya Yesu. Amen. Mumekuja hapa, goja kesho na kesho kutwa. Pengine wengine wetu in the course of a week tunaonaga shetani na macho. Si ni kweli? Ukienda kwa kazi unaona shetani na macho, na mlikuwa na Yesu hapa kwa hapa. Mlikuwa na yeye hapa kwa hapa, ili ukipata shetani unakuwa na nguvu za kusema kwa jina la Yesu niondokee. Haleluya. Bwana asifiwe. Hiyo ndio moto Yesu anakutia wakati huu, uwe na nguvu zake. Bwana asifiwe. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.